Fanya kitu sahihi kwa wakati sahihi na mahali sahihi. Fanya kitu sahihi kwa wakati sahihi na mahali sahihi. Ukisoma neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2, neno la Mungu nasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Rafiki yangu, unatakiwa ujue namna gani ya kufanya kitu sahihi, wakati sahihi na mahali sahihi. Hicho ni kitu cha kuzingatia sana. Ni kitu cha kuzingatia sana. Mara nyingi sana tumekuwa watu wa kufanya vitu sahihi lakini sio wakati sahihi na sio mahali sahihi, au unafanya kitu sio sahihi lakini ni kwa wakati sahihi na mahali sahihi, au wakati mwingine unafanya kitu sio sahihi wala sio wakati sahihi lakini uko mahali sahihi. Uko mahali sahihi. Unaweza ukanielewa kwa maana hii nikichukulia huo mstari wa 2 anaposema wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Nitakupa mfano kwa habari ya mkulima. Mkulima unaenda kulima kwa nature ya maisha yetu tulionayo, bado hatujana ule uwezo wa kuwa na kilimo cha umwagiliaji kwa uwezo mkubwa. Sasa wewe mkulima wa kawaida tu unachukua jembe, jua linawaka linapiga, unaenda shamba kulima. Ukishalima unapanda, shapanda unatulia. Hapo unachokifanya, kulima ni kitu sahihi. Wewe kulima unatakiwa ulime ili upate mazao, lakini ulichokosea haufanyi kwenye wakati sahihi. Na uko mahali sahihi, umeenda shamba kulima, lakini umekosea wakati sio sahihi wa kulima. Hayo mazao wewe na uhakika hata kama atajitahidi yatatoka, hayataendelea. Yatakuwa baada ya muda yatakauka. Kwa nini? Yamekosa maji. Kwa hiyo na yamekosa maji, lakini yamekosa ile rutuba, yani vile virutubisho vya nani, imekosa. Mahindi yanakauka. Kwa nini? Umeenda kulima ni kitu sahihi, umepanda mahindi au mazao yako yote yale, lakini wakati sio sahihi. Umeenda wakati wa kiangazi, jua linapiga, jua kali, nyasi zote zinakauka, lakini wewe unaenda kulima na unapanda mahindi. Haya mahindi yanaweza kujitahidi yakatoka, au zao lolote linaweza kujitahidi likatoka, lakini kwa sababu sio wakati sahihi, halitaendelea, halitakuwa zaidi, wala sio unafanya sawa, ni mahali sahihi lakini sio wakati sahihi. Uwe na uhakika hayo mahindi yatafika mahali hayataweza kuendelea mbele, wala hayo mazao hayataweza kuendelea mbele. Kwa nini? Unafanya kitu sahihi ila sio wakati sahihi. Uko mahali sahihi lakini sio wakati sahihi, hayataweza kuendelea. Ndivyo ilivyo kwenye mambo yako, kwenye malengo yako na mipango yako na mikakati ulionayo. Unafanya kitu sahihi lakini sio wakati sahihi. Sio wakati sahihi wala sio mahali sahihi. Au wakati mwingine sawa, uko mahali sahihi na unafanya kitu sahihi lakini sio wakati sahihi. Au mara zingine uko hufanyi kitu sahihi lakini uko kwenye wakati sahihi na mahali sahihi. Nitarudi hapo kwenye mkulima, hapo kwenye kilimo. Wewe ni wakati wa masika, na uko mahali sahihi shambani. Tunataka tuone kwamba kufanya kitu ambacho sio sahihi, kufanya kitu ambacho sio nini, sio sahihi. Wakati wenzako wanalima, uko shambani, umeenda umelima, umemaliza kulima, badala upande unakaa unasubiria kwamba yataota. Haujapanda chochote. Umelima sawa, ni wakati sahihi, lakini na uko mahali sahihi, haujafanya kitu sahihi, haujapanda. Umeishia kulima, hujapanda. Ni sawa na vile umeweka malengo, umeweka plani nzuri,
na uko kwenye mazingira mazuri, lakini yale malengo hauyatekelezi, hauna mkakati wowote ule wa kutekeleza malengo ulionayo, na unataka uone unafanikiwa, mambo yako yanaenda vizuri, uwe mpango ulionao unaenda vizuri. Yaani wewe ukipata labda pesa, badala uweke kwenye kile ambacho unataka kukifanya, unaitumia tu ili mradi. Uko kwenye wakati sahihi, uko kwenye maeneo sahihi, labda ni mfanyakazi, ni mtumishi wa umma, unalipwa mshahara na nini, uko kwenye eneo sahihi na uko kwenye wakati sahihi wa wewe kuwekeza. Lakini kila pesa ikija yote unapiga, unakula, unafanya starehe, maisha ni unasema maisha ni burudani. Lakini rafiki yangu, unatakiwa ujue kwamba kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Unatakiwa ujue hilo kitu. Hakikisha unafanya kitu sahihi, wakati sahihi na mahali sahihi. Na unatakiwa ujue jambo hili pia kwamba kufanya kitu sahihi wakati ambao sio sahihi, hata kama ni kwenye mahali sahihi, kuna gharama kubwa sana. Unaweza ukafanikiwa kufanya, lakini kuna gharama kubwa sana unaweza ukailipa ili kuhakikisha hilo jambo linafanikiwa. Kuna gharama kubwa sana unaweza ukailipa. Nitarudi kwenye ule mfano ule wa mkulima. Mkulima unao uwezo wa kuingia gharama kubwa ya kulima wakati wa kiangazi kwa kutumia umwagiliaji. Umeweka mazao yako shambani, unayamwagilia, unahakikisha yanakuwa mpaka yanapendeza na stawi. Unatakiwa uhakikishe unayamwagilia wakati wote. Gharama ya kupanda na mpaka unavuna wakati wa kiangazi haiwezi kalingana na gharama wakati wa masika. Kwa nini? Wakati wa masika wewe utakuwa unasubiria tu mvua, na mvua itanyesha, mazao yako yataendelea, yatastawi, yatapendeza. Lakini wakati wa kiangazi itakugharimu wewe kuhakikisha haya mazao yanapata maji. Kwa hiyo lazima uingie gharama ya kutafuta maji na kuhakikisha mazao yanapata maji. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba unaweza kuwa unafanya kitu sahihi wakati sio sahihi na mahali ni sahihi, lakini ukajikuta unatumia gharama kubwa sana kutekeleza na kufanikisha hilo jambo, kwa sababu unalifanya nje ya wakati sahihi. Japo upo kwenye unafanya jambo sahihi na unalifanyia mahali sahihi, lakini kwa kuwa unalifanyia nje ya wakati sio sahihi, inaweza kukugharimu sana. Kwa hiyo rafiki yangu, hakikisha unaweka mazingira mazuri ya kufanya kitu sahihi, wakati sahihi na mahali sahihi. Na mara zote huwa mimi nawaambia watu kwamba unahitaji kuwa mtu wa kufanya kitu sahihi, wakati sahihi na mahali sahihi. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakuongoza. Biblia inatuambia yeye ni kiongozi, yeye ni mshauri, yeye anayaona mambo yajayo, ana uwezo wa kutujulisha mambo yajayo, habari zake. Kwa hiyo ukiwa na Roho Mtakatifu atakuongoza kufanya kitu sahihi, wakati sahihi na mahali sahihi. Lakini huwezi ukampata Roho Mtakatifu kama hauna Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo haujampokea kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hauwezi ukampata Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ili uwe na Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, unamhitaji Yesu Kristo kwenye maisha yako. Kwa hiyo ili umpate Yesu Kristo kwenye maisha yako, unatakiwa muamini kwa yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukimwamini, anakupa Roho Mtakatifu, ambaye huyo Roho Mtakatifu atakuongoza kufanya kitu sahihi, wakati sahihi na mahali sahihi. Wewe rafiki yangu ambaye unasema kwa kweli ninamhitaji huyu Yesu Kristo ili apate kunipa Roho Mtakatifu, ninamhitaji huyu Yesu. Rafiki yangu, nataka twende tuombe pamoja. Wewe ambaye unamhitaji Yesu Kristo, naomba unifuatishe maombi haya. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaomba Yesu unisamehe dhambi zangu zote. Yesu, ninakukubali kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniponya. Amen, amen. Ubarikiwe sana rafiki yangu ambaye umenifuatisha maombi haya. Amini ya kwamba umeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Endelea mbele, usirudi nyuma. Yesu Kristo anarudi. Zingatia mambo matatu. Hakikisha unaenda kanisani, hakikisha unasoma neno la Mungu, hakikisha unamuomba Mungu kila wakati. Ukiweza kuyazingatia hayo, utaweza kuishi maisha matakatifu, na Yesu Kristo akirudi utaweza kuurithi uzima wa milele pamoja. Lakini kuanzia sasa, Roho Mtakatifu ataingia ndani yako, atakuongoza namna na jinsi ya kufanya kitu sahihi, wakati sahihi na mahali sahihi.
Mungu, ninakushukuru kwa neema yako na upendo wako. Asante kwa ajili ya watu wako. Endelea kuwalinda na kuwatunza katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen.